فيك يا إلهي ونهض كريم عند بابك يا إلهي. ربنا بذل بالكرامة وهب لنا أمن يوم القيامة. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Nimesimamishwa hapa mbele ya msharifu wao wajifunze kusema. Niko mbele yenu na mbele ya masharifu wangu hawa wajifunze kusema. Walaukana kidogo. Niwakumbushe ndugu zangu katika imani, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu. Si kuomba ujanja wetu kuwa hapa saa hizi. Ni Allah alisema kuweni tukawa, msali mtume. Kuna wenzi wetu saa hizi wako mochwari, wengine wako ICU, wanahema kwa pesa, msali mtume. Wewe unahema bure, umswalie Muhammad. Mswalie mtume Muhammad. Umempa nini Mwenyezi Mungu wewe mpaka uwe saa hizi hapa hai? Unamdhikiri Mwenyezi Mungu, tarajia malipo yaumul hisabu. Umempa nini Mwenyezi Mungu? Kullu shay'an sababa, amekuumba kwa sababu umwabudu. Swali mtume. Vile vile kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad. Fala somu yasihu wala salati liman ala Muhammad. Yani wewe huna faida kuswali kufunga kama utaacha kumswalia Muhammad, hauna lolote katika swala hiyo. Vile vile utakarazi mashaka zetu, masharifu zetu hawa utakarazi zao. Ahlul Baiti hata awe mtoto hivi. Muridi tunaambiwa walitul adabu. Tumerithi adabu. Hapo abaul hekima, baba wa hekima, muridi wote duniani. Angalia hekima leo mmepataje? Hekima leo muridi wote kitu kimoja. Salku ila Allah, si ndio? Sababu Kadri Jalani amewalaani muridi na 11. Muridi wa kwanza kutukanisha mashehe kuwatukanisha shekhe wetu bora wakoeshi kitu. Inna lillahi. Abdul Qadir amesema nimemlaani huyo muridi huyo kwa kujivunia shekhe wake bora sana, shekhe mwenzie si bora. Ndugu zangu ninawakumbusha tu, tunajua heto kumbushana. Shekhe Abdul Qadir Jailani alisema maneno fulani, mashekhe wa Basra wakakusanyika, maneno haya: muridi wangu mimi haingii motoni. Swali mtume. Muridi wangu mimi haingii motoni. Muridi wangu mimi halogeki. Muridi wangu mimi hapati dhiki. Wangu mimi muridi, anali muridi hafedheheki. Swali mtume. Mashekhe wa Basra wakasema hii Sheikh Abdul Qadir kafika mbali. Huyu muridi huyu haendi motoni tena. Swali mtume. Wakamfuata mashekhe, wewe ni alimu, shekhe mkubwa, kutubu la kutabi. Ujiandaa swali sana, majibu 50. Wewe swali jiandaa bado, ana maswali majibu 50. Wakaenda Sheikh Abdul Qadir sallallahu alaihi wasallam, tuna shida yetu. Ni shida gani? Maneno yako yale, muridi wako kaza 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 aingi motoni, halogeki, sijui wapati dhiki. Vipi tuambie? Akambia rejelea kwenye hutuba ya Ijazi nasemaje? Hapo kupata maana yake njoo nifuate nikupe maana zaidi. Ndugu zangu, hutuba ya Ijazi nasema mtu anaingia agreement na Mwenyezi Mungu. Anaingia mkataba na nani? Na Mwenyezi Mungu. Nitaacha maasi, nitakuzuku Mwenyezi Mungu kila wakati, nitafunga sunna zote, nitakuwa mpole, mkweli, yote mazuri nitafanya. Ni mkataba na Mwenyezi Mungu. Akauliza, je, mtu akifanya mazuri hayo anaenda wapi? Anaenda peponi. Sasa ndo mrudi wangu huyo. Sasa mtume. Huyo ndo mrudi wangu, apati dhiki. Akimsalimu Muhammad tu mara 100 kila siku anapata riziki yake. Kama mrudi wale wa swali, mrudi wale wafungi, mrudi wale wahuni. Sasa mtume. Mrudi ana adabu. Inna lillahi. Shekhe mmoja alimsikia shekhe wa Kiwahabi akisema hivi, shika bali katika hii.
akisema katika dua zilizobaki sasa hivi ni watu watwarika tu, zilizobaki dua wenye makubulati ni watu nini, watwarika. Hao wengine wote longolongo wasanii. Msalimu Mtume, dua zao zilizobaki hazifiki. Jamani, mnapomswalia ni Mtume. Wewe kama utaki msomtue basi tukulazimishi. Mswalieni Mtume Muhammad. Bila yeye msingekaa hapa kwanza. Wala mimi na mimi tusingejuana. Wewe mzalo huko Yemeni, mimi mzalo huko Basra. Tofauti kabisa. Lakini Muhammad alisema kusanyikeni kwa ajili vikao hivi vipatikanike rehema. Na akasema penye rehema kubwa na wanakusema makosa mengi ni watu wakaa vikao hivi, wakitoka hapa makosa yao walaihum. Muhammad sio mimi. Akasema vikao vya dhikri mtawanyiko wake unaosha kila kitu kwenye nafsi zao. Wale nafsi ya maratibu sui zinatoka kwanza ile tuna dhikri unaanza hela chakula mwanamke hapana. Allah ya Rabbi nafsi yangu, Allah ya Rabbi pepo yako, Allah ya Rabbi mke wangu, sema hayo. Ya Rabbi dhambi zangu samehe, ya Rabbi kufa kwangu inauma, ya Rabbi ya Rabbi adhabu kaburi, Allah ya Rabbi fedha zangu mfuko zisibiwe. Hivyo sio ya Rabbi mke wa mtu, ya Rabbi pilau nyingi. Inna lillahi, msiba mnene, sio mnene hivi. Mtu azikia anawaza awe khalifa, awe mwenyekiti, awe katibu, awe sikutubu, awe wali. Wewe wali uwezi. Ile rocket kwa sasa mtimkama anambia katika vitu duniani vigumu kabisa ni uwali. Usiombe uwali, usiombe unapelekwa, au unaamrishwa. Lala na njaa utalala na njaa. Tembea na mguu utatembea na mguu. Lakini shekhe mwambie hivyo, mimi shekhe nimesoma tembea na mguu tena. Sasa Mtume. Tuombe dua aina 3 muridi kila siku. Mwenyezi Mungu tunaomba husnul khatima. Moja, usisahau hiyo. Dua zako omba wewe magari, omba manyumba, lakini usahau dua hizi 3. Mwenyezi Mungu nijalie nipate husnul khatima, mwisho mwema. Usokaa zikiri wewe uzeoka mlevi. Sasa Mtume. Dua ya pili, Mwenyezi Mungu kufufue na shekhe wako. Kama ulihesabu para ukeburu na shekhe wako mkononi msikamatane. Useme bila shekhe. Ukiwa una shekhe wako nani? Shetani. Tamkimbilia ibilisi. Dua ya mwisho, Mwenyezi Mungu akupe cha Mungu wa shekhe wako tu na urithi mkubwa. Sio ushekhe. Usigomba, usiombe ushekhe, usiombe ukaambele mtihani huku. Ukakula marara nyama za mashekhe, la haula, usije raha. Mtihani. Mwenyezi Mungu akujalie ucha Mungu wa shekhe wako tu, upole wake, ukweli wake, akujalie ule. Sio ujalie ushekhe, vaa kanzu kilemba shekhe tayari. Huku sasa huku. Membarini huku. Tu shekhe fatwa, fetua baada kwa fatwa. Wewe kufetua tu. Nisio msemaji sana, hadhara hii ni tamu kweli kweli. Hadhara hii haki kwa usikilize. Hadhara hii raha yake, ukae usikilize. Ndugu yangu, kaka yangu wa damu. Mimi na wewe chungu kimoja, kasoro mboga tofauti. Wewe mpitimbi, mimi ni nyimbi. Mule. Ndio mkaribishe. Mimi nasema Januari mpaka Desemba, sichokagi. Nasema kuanzia chungu cha kwanza mpaka Shawali. Nasemaga tu. Sasa naweza ngameza masaa hapa tukanogewa mara magharibi ishai, mara fajiri hapa. Wa asalamu alaykum, ndugu yangu karibu. Karibu, mbona mkaribishe tu, mimi nipishe kitu utasema nini wewe utajua mwenyewe. Hata